Hello, habari. Karibu Nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo letu la HTML, hii ikiwa ni part 3. Kwenye somo lililopita tuliangalia ni kwa namna gani unaweza ukapangilia data katika table. Leo tunakwenda kuangalia ni kwa namna gani tunakwenda kutengeneza form ambayo tutakwenda kumruhusu mtu aweze kuingiza data katika system yetu au katika website. Sasa tutakuwa na simple project ambayo ni kwenda kutengeneza form ambayo itafanya kazi ya kukusanya taarifa katika website au katika mfumo wetu. Kwenye video hii utajifunza matumizi sahihi ya hizi tag. Kuna tag kama form, kuna tag kama label, select option, text area, option pamoja na button. Hizi ni tags ambazo utakwenda kujifunza katika video hii. Okay? Sasa tutakuwa na simple project ambao ni mfumo hospitali. Nitakwenda kutengeneza hii simple registration form. Fungua Visual Studio yetu. Nitakuja hapa, nitabonyeza kwenye Visual Studio hapa, nita double click mara mbili kuifungua. Subiri kidogo ifunguke. Kifunguka hapa utakuja kwenye sehemu ya Explorer hapa. Utabonyeza hapa kwenye new file. Hapa utaipa jina. Mfano tuseme labda tuite usajili mfano. Tuite usajili. Tuweke .html ambayo ni extension, bonyeza enter. Bonyeza enter, hii welcome page sihitaji, nita close. Sasa tutaanza kufanya setup kwanza ya file letu. Kwanza kwa kuandika tag yetu kama kawaida, doctype. Tutaandika doctype HTML kama kawaida, ni declaration. Utafungua HTML yako, utaifunga. Ukishaifunga hapo, utakuja hapa chini utafungua head kama kawaida, utaifunga head. Ndani ya head tutakwenda kufungua title. Utafungua title kama kawaida, utaifunga. Katikati utaweka maneno ambayo unataka yawe displayed katika tab ya browser. Mfano hapa tuite form. Sasa tunaweza tukasema tuite labda form. Tuite form. Njoo hapa kwenye head, shuka chini, tunakwenda kufungua tag yetu ya body kama kawaida, utaifunga. Ukishaifunga hapa katikati, sasa kwenye body ndipo tutakwenda kuweka sasa logic zetu ili tuweze kutengeneza form yetu kama inavyoonekana hapa katika screen. Kwa hii form yote, maana yake hizo content zote zimekaa katika body. Kwa tutakwenda kuziweka sasa kwa hatua. Sasa kama kawaida tutaanza na kuna tag inaitwa form. Hii hapa inafanya kazi ya kukusanya input zote na kuzituma sehemu moja, kama ni kwenye database labda au kwenye server. Kwenyewe ina act kama container kwa ajili ya kuchukua data, ndio inaitwa form. Kwa hiyo utafungua tag yetu ya form, utaifunga. Kisha ifunga humu ndani. Sasa humu ndani katika hii form yetu, sasa before sijaanza kutengeneza form yetu, kwanza ndio nikuonesha kitu kimoja hapa. Kuna hichi kitu, kuna hii title ambayo inaonekana hapa kama mfumo hospitali usajili wa mgonjwa. Sasa tutumie tag ya heading. Tutumie labda tutumie heading 2. Utafungua hiyo heading 2, then hapa utaifunga heading 2 yako, utaipa jina labda tuseme mfumo hospitali, mfumo wa hospitali labda wa kusajili, tuseme mgonjwa. Labda tuweke na simple paragraph. Tutaweka paragraph yetu. Tunafahamu kazi ya paragraph ni kwa ajili ya kuandika sentensi ndefu au maelezo marefu. Mfano tuseme labda jaza taarifa za mgonjwa kwa usahihi. Tutaandika hapo kwa usahihi. Haya. Baada ya hapa tunaweza tukaamua hizi, kumbuka hizi hapa tunaweza tukaamua tuzichukue zikae kwenye body, tusiweke kwenye form. Kwa nitazamisha kwenye sehemu ya body hapa. Baada ya hapa
ukija hapa ukiangalia hizi content zote zimekaa center. Sima inavyoonekana, maana yake haziko huku upande wa kushoto wala kulia, zipo hapa katikati. Sasa kuna tag moja nitakwenda kuitumia ili kufanya content zote zikae katikati. Tag yenyewe inaitwa ni tag ya center. Kwa hiyo nitakwenda kuitumia hiyo center. Hapa nitafungua center, nitaandika center. Nitakuja hapa kwenye form yangu kwa chini pia nitaifunga hiyo center. Nitaifunga center ili kufanya content zote ambazo zitakuwa zinakaa kwenye board zote zikae katikati pale. Sasa utasave control S. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye sehemu ya go live hapa ili tuweze kulan hizi kodi zetu. Kunapotokea kuna kosa, lazima kwanza urudi kwenye kodi zako uangalie kuna changamoto sehemu gani. Kwa mfano ukiangalia hizi kodi zetu, ukija kwenye sehemu hapa ya kwenye browser hapa ukirefresh, sasa ukiangalia hapa hakuna output yoyote ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo inavyoonekana kwenye kodi zetu kidogo kuna changamoto au kuna makosa. Kwa rudi kwenye kodi yako uangalie shida ni nini. Mfano ukiangalia hapa kwenye sehemu ya head, hapa kwenye title kidogo kuna changamoto imetokea hapa. Kwenye kuandika hii title hapa kuna T ambapo kuna T hapa tulisahau kuiandika. Kwa hiyo utabidi uweke hiyo T. Ukisave sasa hivi, ukirudi hapa kwenye browser yako, ukirefresh utaweza kuona output zimetokea hapa. Kwa hiyo kunapotokea kuna changamoto, lazima urudi kwenye kodi zako uangalie shida ni ipi, then uweze kuisolve hiyo shida ili uweze kuendelea na kazi yako. Sasa baada ya hapa, kitakachofuatia hapa tunakwenda sasa kudili na vitu vya kwenye form ambavyo vinaonekana hapa. Tutakwenda kuviangalia jinsi ya kuvipangilia. Lakini pia kuna huu mstari kama unaonekana hapa. Hii ni horizontal line, unaweza kaiweka tu wala kuna shida. Hapa unaweza ukaona kuna huu mstari. Kwa hiyo tutakuja kuweka huu mstari. Utakuja kwenye kodi yetu hapa chini ya paragraph. Utatumia kuna tag inaitwa HR horizontal line. Utasave. Njoo kwenye kodi hapa. Hapo ukija hapa sasa hivi ukirefresh kwenye hapo ukirefresh utaweza kuona ule mstari huu hapa umetokea. Sasa hatua ambayo itafuatia tutakwenda kuweka hivi vitu ambavyo vinaonekana hapa. Kuanzia kwenye jina kamili la mgonjwa, tutaweka pia na hichi kibox cha mtu kuanza kuingiza data kama inavyoonekana hapa. Sasa turudi kwenye kodi yetu huku. Njoo angalie. Kwanza itakuja hapa kuna tag inaitwa label. Label ni tag ambayo tunaitumia kuweza, yani ni tag ambayo inatumika kuweza kuelezea hiki kisanduku hichi ambacho unakiona hapa kwamba hichi kisanduku ni cha nini. Umeona? Ndo kazi ya hii label. Mfano ukiangalia hapa hichi kisanduku ni kwa ajili ya kuingiza jina kamili la mgonjwa wako. Kwa nitakuja hapa nitafungua nitaandika label. Nitaifunga hiyo label yangu. Baada ya hapo nitaweka sasa nitaweka labda niseme jina la mgonjwa. Sasa hivi hapo ukija ukiangalia kwa sasa hivi hapo nikirefresh unaweza kuona jina la mgonjwa limetokea. Sasa hatua inayofuatia hapa tunakwenda kuweka hichi kibox. Hichi kibox kitaalamu kinaitwa ni input. Yaani ni sehemu ambayo unakwenda kuingiza data. Na of course hii tag ya input ndo tag ambayo inakuwa ina change. Yaani ni tag ambayo inabadilika kulingana na aina ya data unaotaka kuiweka hapo. Kwa nitakuja sasa hapa kwenye label, tashuka chini. Sasa hapa nitaweka BR ili kuweza kuruka mstari, ili manake kile kibox kishuke chini. Kwa nitaweka hapo BR. Baada ya hapo nitafungua tag yangu inaitwa ni input kama kawaida. Sasa kwa sasa hivi nikisema kwamba niweke input, of course hii tag ya input ni ile tag ambayo huwa haifungi. Umeona, ni special tag. Sasa hivi hapa nikisema niweke save input, kija hapa nikirun hapa. Unaona hichi kibox tayari kimetokea. Kwa hii ndo input. Hii ndo maana ya input. Sasa type ndo attribute ya msingi sana katika form. Sababu hii ndo yani ndo attribute ambayo
inabadilisha tabia ya input. Input ni kile ambacho yani ni data ambayo mtumiaji anaiingiza. Sasa tunasema input type, maana yake mtu anapokuwa anaingiza taarifa mbalimbali. Anaweza labda akaingiza email, akaingiza password, akaingiza date, sijui akaingiza jina. Umeona, hizo ni input. Sasa hapo ukiangalia input yetu ya jina maana yake ni data. Ni data ambayo ni maneno. Kwa nitasema text. Kumaanisha kwamba data ambayo itaingia hapa ni data aina ya maneno. Baada ya hapo kutakuwa na attribute nyingine ambayo inaitwa ni name. Hii attribute ya name ni attribute, yani hii hapa attribute ya name tunasema kwamba hili hapa ni jina la siri la kitaalamu. Kwa nini? Kwa sababu kusoma data katika form hii tuzitume labda katika database au katika server, tunakuja tunasoma value ambayo itakuwa hapa katika name. Ndio kazi ya hii name. Kwa hapa ni jina mgonjwa. Tuseme jina mgonjwa. Haya. Baada ya hapo tutaweka placeholder. Tutaweka placeholder. Placeholder ndio yale maandishi ambayo yanakuwa mle ndani. Yale maandishi maana yake mtu akianza kujaza tu mara nyingi huwa yanafutika. Na kazi yake kubwa ni kumwelekeza tu kwamba huyo mtu anatakiwa huko ndani ajaze nini. Kwa hiyo tutasema labda tuseme labda mfano Juma, labda Hamisi mfano. Juma Hamisi. Haya, kimaliza hapa unaweza ukasave hapa. Kija sasa hivi hapa kwenye form ukiangalia, simuona sasa hivi imeweza kuonekana Juma Hamisi. Kwa maana yake mtu akiingiza jina, mfano labda akaingiza labda Herman. Akiingiza Herman hapa, kinachofanyika huku kwenye kodi, maana yake mtu akibonyeza ile button ya kutuma taarifa, maana yake sisi tukija kusoma data ili tutume kwenye database, tunakuja hapa tunasoma kwenye hii name. Tunasoma ile value husika, tunaichukua basi. Baada ya hapa nitaweka break kwa ajili ya kuruka mstari ili niweze kutengeneza kitu kingine. Nitasema tena label. Nitafungua label yangu. Kisha fungua label hapa nitakwenda kuweka labda tuseme labda tarehe ya kuzaliwa, mfano tuseme tarehe ya kuzaliwa. Tarehe ya kuzaliwa, hiyo ni label kama kawaida. Kisha label yetu hiyo utaweka bia kwa ajili ya kuruka mstari. Chini tutakwenda kuweka input. Tutasema input type is equal. Sasa hapa tunakwenda kumtaka mtu aweze kuingiza tarehe ambayo amezaliwa. Yaani huyo mgonjwa wako tunataka tuweze kuandika tarehe yake. Sasa hapa kwenye input type tunakwenda kubadilisha. Sasa hivi huku tulimruhusu mtu aingize maneno. Sasa hapa tunakwenda kuweka type ambayo itaitwa ni date. Type ambayo inaitwa ni date. Type inaitwa date. Kwa hiyo date maana yake itakwenda kudisplay pale tarehe, kwa maana yake mhusika atachagua tarehe husika. Basi hiyo ndio kazi ya hii input ambayo inaonekana hapa. Tutaweka name kama kawaida. Tutasema labda ni date of birth. Date of birth kama kawaida. Baada ya hapo utaweka hivi. Kwa sasa hivi hapa nikija hapa nikiangalia kwa sasa hivi hapa unaweza ukaona kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo nikija sasa hivi kwenye kibox cha pili anasema tarehe ya kuzaliwa. Sasa hivi nabonyeza hapa, nachagua tarehe ambayo nimezaliwa, basi kama inavyoonekana hapa. Hiyo ndio kazi ya hiyo input.